Naam, maeneo tofauti yana matukio tofauti kutokana na maandamano ya Sabasaba. Tazama hii video hadi mwisho kujua maandamano ya Sabasaba yameweza kufanyika wapi na hayajafanyika wapi. Na hali ya tahadhari imetawala katika sehemu mbali Tanzania, huku wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakiongoza maandamano hayo na wananchi wengine wakiweza kuwaunga. Na katika miji mkuu, wakazi wengi wameamua kubaki majumbani kutokana na uwepo mkubwa wa vikosi vya usalama vilivyowekwa kwenye barabara kuu, makutano muhimu na maeneo ya taasisi za serikali. Lakini matukio ambayo unaona kwenye screen yako inaendelea kufanyika katika maeneo kama vile Arusha, Mbeya, Dodoma, lakini mji wa Dar es Salaam hakujatokea maandamano. Ni Mama Daktari Samia Suluhu ameweza kuweka polisi kila sehemu ili kuzuia maandamano yasifanyike Dar na maeneo mengine karibu na Dar, ambapo kuna maandamano ambayo yanaendelea kufanyika kama unavyotazama kwenye screen yako. Na mashuhuda wameweza kusema kuwa shughuli nyingi za kibiashara zimepungua tangu asubuhi, huku maduka mengi yakifungwa kwa hofu ya kutokea kwa vurugu. Na barabara kadhaa zimeonekana zikiwa na magari machache, tofauti na siku za kawaida, wakati wananchi wengi huchagua kufuatilia matukio kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Ni yako kuhusiana na hali ilivyo maeneo ambapo upo, tungependa kusikia kutoka kwako. Hata hivyo, maeneo mengine waandamanaji wameendelea kukusanyika na kuandamana kwa amani, wakibeba mabango yenye ujumbe mbalimbali kuhusu masuala ya utawala kama unavyoona kwenye screen yako. Wengine pia wanarusha mawe kwa jeshi la polisi, wakitaka uwajibikaji na hali ya uchumi uweze kuimarishwa na serikali ya Mama Samia Suluhu. Na waandaji wa maandamano wameendelea kuwahimiza washiriki kudumisha amani na kuepuka vitendo vya uharibifu wa mali. Na katika baadhi ya miji, waandamanaji wameonekana wakiimba nyimbo na kutoa kauli mbalimbali, huku wakimtaka Rais Mama Daktari Samia Suluhu aweze kumwachilia huru mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Na kama unavyoona kwenye screen yako ya maeneo ambapo maandamano hayajaweza kufanyika kufuatia ulinzi mkubwa wa jeshi la polisi na askari. Na kama unavyoona kwenye screen yako, hakuna maandamano ambayo inaendelea na kuna ulinzi mkubwa, huku kukiwa tu na magari machache ambayo yanapita kwenye barabara na pia wachache ambao wana shughuli zao za hapa na pale. Endelea kutuandikia maoni yako kuhusiana na hili swala nzima la maandamano la Sabasaba. Kumbuka serikali ya Mama Samia Suluhu ilikuwa imesema kuwa itatumia nguvu kuhakikisha kuwa maandamano ya Sabasaba hayajafanyika, na kuwa watatumia nguvu kupita kiasi hata kama kuamaliza vijana uhai. Hayo si maneno yangu, bali ni maneno kutoka kwa serikali ya CCM, ambapo walikuwa wameonya vijana wasiweze kuandamana, kuwa patikana wanaandamana watachukuliwa hatua ya kisheria, watachukuliwa hatua ya kisheria. Na kama unavyoona, Waziri Katambi aliweza kusema kuwa yuko tayari kupoteza uwaziri kulinda amani. Na hii kulinda amani si tu kulinda amani, bali ni kutumia nguvu kwa hawa waandamanaji, hata kama ni kuwamaliza uhai. Endelea tu kutuandikia maoni yako, tungependa kusikia kutoka kwako. Kwa upande mwingine, viongozi mbalimbali wa kijamii wametoa wito kwa pande zote kuheshimu sheria, kulinda maisha ya wananchi na kuhakikisha kuwa haki za msingi pamoja na usalama wa umma vinazingatiwa wakati wote. Na polisi wameweza kuonywa na viongozi hawa wasitumie nguvu
Hawa vijana kikundi cha Gen Z ama vugu wa Gen Z ambao wanaandamana na wameonya polisi wasiweze kuamaliza uhai hawa vijana na wasitumie nguvu. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii hakukuwa na taarifa rasmi zinazothibitisha matukio makubwa ya vurugu katika maeneo mengi yaliyokuwa na maandamano. Mamlaka imeendelea kuwataka wananchi kufuata maelekezo ya vyombo vya usalama na kuepuka vitendo vya ugaidi ambayo bishwa na vikundi vya ugaidi ambao huwa kwenye maandamano. Na biashara kadhaa zimeendelea kama kawaida katika maeneo ambapo kumekuwa na usalama, ingawa kulikuwa na uwepo wa askari wa usalama kwa lengo la kufuatilia hali na kuhakikisha hakuna uvunjifu wa amani. Na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameendelea kusema kuwa tofauti ya ushiriki kati ya mji mkuu na maeneo mengine imechangiwa na kiwango kikubwa cha ulinzi katika mji mkuu, hali iliyowafanya baadhi ya wananchi kusita kujumuika na maandamano licha ya kuwa na nia ya kufanya hivyo. Kwa upande mwingine, viongozi mbalimbali wa kijamii wametoa wito kwa pande zote kuheshimu haki za kisheria na kulinda haki na nchi ambayo katiba inamruhusu aweze kuandamana kwa amani. Na kwa ujumla, siku ya Sabasaba imeonyesha taswira mbili tofauti katika miji au maeneo tofauti, ambapo Dar kumekuwa na utulivu, lakini maeneo mengine kumekuwa na maandamano ya Sabasaba. Tahadhari kubwa na ushiriki mdogo wa wananchi kutokana na ulinzi mkali, huku katika maeneo mengine maandamano yakiendelea kwa kiwango tofauti, huku washirika wakisisitiza kuwa ujumbe wao kwa njia ya maandamano ya amani, na ujumbe wao ni mmoja: wanataka katiba mpya na serikali ya CCM iweze kuwasikiza vijana. Serikali ya CCM iweze kuwapa viongozi wa upinzani nafasi ya kujieleza. Serikali ya CCM iweze kumwachilia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu awe huru, kwa kuwa Lissu amekuwa akishikiliwa kwa kesi la uhaini ambalo halijadhibitiwa hadi siku ya leo na mahakama. Pia wameitaka serikali ya CCM iweze kuwapa vijana nafasi ya kujieleza kwenye mitandao ya kijamii bila kutekwa nyara, bila kunyanyaswa. Pia vyombo vya habari viweze kupewa uhuru wa kujieleza, na pia serikali ya CCM iwache ubaguzi ili waendeleze nchi kwa amani. Kama unavyoona kwenye mitandao yao ya kijamii, waliweza kuchapisha na kuandika hofu ya dhaufisha maandamano Tanzania, na wengi wa wananchi waliweza kuogopa kwenda hadharani ama barabarani na kuandamana kutokana na hofu ya polisi ambao walikuwa kila sehemu wakiimarisha usalama. Maoni yako ni yapi? Tuandikie maoni yako hapo chini. Huo ndio mwisho wa taarifa hii. Asante kwa kutufuatilia. Usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.